Takwa Allah Taala wa taati. Ndugu zangu watukufu wa Islam, ninahusia tena kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakika wamefuzwa wale ambao wanamcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uislamu na mazingira ndio hotuba yetu ya leo. Tumeona aya na hadithi zilizopita zikituhimiza juu ya kulinda mazingira, na tumesema kulinda mazingira ni dalili za sehemu mbili: mazingira ya nchi kavu na mazingira ya baharini. Ayuha al-ahibba al-mu'minin, inna qat'a al-ashjari abathan, hakika kukata miti mikubwa ovyo ovyo pasina kuwa na sababu, yuaddi ila kharabi al-ardhi, hilo linapelekea kuharibika ardhi na kuharibika nchi, wasahab, na pia inasababisha kupelekea nchi kuwa majangwa, maeneo yote yanakuwa majangwa. Kwani shehe, sitakata tu kwa ajili ya mbao kujengea kuni? Kwani kuna ibada gani? Ismau wao, sikilizeni maneno ya kusema na muadhibiti. Kama hakuna umuhimu wa kukata miti, usikate, kwa faida yako na faida yangu, na hasa sisi wa Tanzania, na hasa sisi wa TMK, na hasa sisi wa Mbagala. Kwa nini kukata mti? Mti una faida gani kwako wewe? Ndugu tukufu Islam, hii miti nimesoma kwenye sayansi inatoa hewa iliyo safi, ambayo mimi na wewe tunavuta hewa hiyo kutoka kwenye miti. Sisi tunatoa hewa chafu. Jua linapokuwa kali, ile miti inafanya kazi ya kupunguza ile harara, lile joto, na ndio maana kwenye nchi ambazo hakuna miti joto lake linafika sentigredi juu kabisa, tofauti na maeneo yetu kwenye miti. Kwa miti inafanya kazi ya kukulinda wewe. Lakini kwa sisi watu wa mkoa wa Dar es Salaam, wa Tanzania, wa Mbagala, wavivu kunywa maji. Unapokuwa mvivu kunywa maji na jua likiwa kali, maana yake kuna vitu vinapungua mwilini mwako. Sasa miti inakinga lile jua, na wewe mvivu kunywa maji inakusaidia. Na ndio tupo miongoni mwetu, kwa kutokana na uvivu wa kunywa maji, misuli imekakamaa, miguu sijui imefanyaje, si ngozi imefanyaje, kutokana na uvivu wa kunywa maji. Kwa hiyo miti hiyo inakusaidia kupoza lile jua au kupoza lile joto. Kwa hiyo tulinde mazingira yetu. Lakini la pili, kwenye hii ardhi ya maeneo tumesema ni kwenye milima, baharini, huko kuna viumbe wanakaa. Kuna mkemia mkuu ambaye anatoa dawa, anakaa kwenye majabali, anakaa kwenye miti, kazi yake kurukaruka na kulandalanda kuweza kufunga kwenye ile miti na maua ambayo wewe umeyakata. Mkemia mkuu huyu amepewa oda na amri maalum na Allah Subhanahu wa Ta'ala, apite kwenye ile miti, akae huko kwenye majabali, ambapo wewe leo majabali yale na milima ndio chimbua ovyo ovyo pasina sababu ya msingi. Miti hiyo inakwenda kukata, maua unakata, kiasi kwamba mheshimiwa anashindwa kufanya kazi yake aliyotumwa na kuagizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nani ni mkemia mkuu? Yakulu tabaraka wa taala, wa awha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbika dhulalan yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu fihi shifaa'un lin-nas inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Allah tabaraka wa taala anamwamrisha nyuki, anampa wahai nyuki, wahai ambao wanasheria wanasema wahai ambao sio ile ya kitabu wa aya na aya, bali automatically nyuki mwenyewe anafanya kazi hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha. Wa auha rabbuka ila an-nahl, Mola wako amempa habari, amempa wahai nyuki nini? Anitakhdhi min al-jibali buyuta, kwenye majabali na milima tengeneza ndio makazi yako huko. Kwa nyuki anakaa huko, anaweka asali yake huko. Lakini si hivyo tu, wa minashajari, na katika miti ambayo unakata pia huko ameambiwa nyuki akakae, atengeneze kwa maskani yake, akutengenezee yeye asali, kinywaji ambacho chenye bei ghali na kinachopendwa na kina matibabu ndani mwake.
fihi shifaun linnasi, kuna dawa kutokana na asali ambayo inatengenezwa na mkemia mkuu. Sasa wewe unakata, sikukata tu, bali wachukua majani na nini, enda kuchoma moto kwenye misitu hiyo. Nyuki wale wanahawa, maskini ya Mungu, wanaokufa wanakufa. Wawezaje kupata ile asali ambayo itakuja kutumika kwa ajili ya matibabu ya afya yako? Kulinda mazingira ni kwa ajili yetu, Allah tabaraka taala amekuweka. Ayuha almu'minun, watukufu wa Islam, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walikuwa wakilinda sana mazingira, kiasi kwamba wale makamanda wa jeshi wanapotoka mguu mosi mguu pili kwenda kwenye mapambano, walikuwa wanahusia ama wanahusiwa na komando wao kwamba mnapokwenda kupigana huko msifanye haya na haya na haya, kama ilivyokuja katika wasia wa Abu Bakar radhiyallahu anhu alipohusia jeshi la Kiislamu kabla fathi biladi Sham, kabla kufunguka mji wa Sham. Qal, Abu Bakar anasema, ya ayuha nasu, enyi watu, ya ayuha nasu, enyi watu, usikum bi'ashrin, ninawahusia mambo 10. Nani anasema? Abu Bakari. Anaambia kile nani? Anaambia kile kikosi cha jeshi, ya ayuha nasu, enyi watu, kifu simameni, usikum bi'ashrin, ninawahusia mambo 10, fahfadhuha anni, yahifadhini mambo hayo 10 kutoka kwangu mimi. Jambo la kwanza, huko mnakokwenda, la takhunu wala taghlu wala taghduru wala tumathilu wala taqtulu tiflan saghira wala shaykhan kabira wala imratan wala tu'athiru nakhlan wala tuharriquhu wala taqta'u shajaratan muthmira wala tadhbahu shatan wala baqaratan wala ba'iran illa. Haya mausio haya anahusia Bwana Mtume sallallahu, anahusia Abu Bakari kwa watu wake, wala ba'uran illa limaakili. Mambo 10 anahusia jeshi lile linapokwenda huko lisiyafanye. Jambo la kwanza, ama kwa kuwa mengi mambo 10, ninachukua sehemu ya ushahidi tu kutokana na hotuba yetu ya mazingira, ni sehemu ifuatayo: wala tuaqiru nakhlan, na wala msije mkaikatakata mitende, wala tuharriquhu, na wala msije mkaichoma moto, wala taqta'u shajaratan muthmira, na wala msikate miti yenye matunda, wala tadhbahu shatan, na wala msije mkachinja mbuzi, wala bakaran, wala ng'ombe, wala ba'iran, wala ngamia, illa liakala, isipokuwa kwa ajili ya kula. Kwa nini? Wakati mle mtu ana hasira, mnapokwenda huko kama jeshi, mnaenda kupambana na watu, hasira zenu ziishie kwenye jeshi la hao maadui. Na hata hivyo wakaambiwa kwanza walinganie kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, wapigane kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini usije ikatokea kati mkakata miti ya mitende, msichome miti mitende, msikate miti yenye matunda na mengineyo. Kwa nini ya Rasulullah? Limadha ya Allah? Kwa nini wanajeshi hawa wanaambiwa msikate miti? Vita ina muda, itaisha na maisha yataendelea. Maisha haishi, dunia haishi kwa kupita nini? Kwa kumalizika kwa vita. Sasa watu watakaokuja kukaa hapa, na inawezekana nini? Inawezekana sisi ndio. Kivipi? Ni hivi, tunapokwenda kupigana kwenye jeshi la Kiislamu, aidha tushinde au tushinde. Tunaposhinda kuna kitu kinaitwa ngawia. Wale wanaweza akaacha pale, tukateka ule mji ukawa kwetu mali yetu. Sasa ikiwa leo tumekatakata miti, wale wakaondoka, kesho kawa ule mtu mali yetu, vile tulivyovikata tumefanyaje? Hiyo viasiri, maanake tuviasiri sisi wenyewe. Lakini tunapoacha ule mji ukiwa vile vile na wale tukawashinda wakaondoka, ile ardhi inakuwa ghanima, mali ya Uislamu, mali yetu. Sheria imeangalia mbali sana. Ayuha almu'minun, ayuha nas, tulinde mazingira.
tusaidiane na viongozi wa serikali katika kulinda mazingira. Ajabu kubwa iliyoje, na nini mashahidi. Alhamdulillah, kuna hizi barabara zimetengenezwa kwa mitaa, baadhi zimewekwa hiyo lami hivyo, lakini watu hawa walikuwa jirani na hizo barabara wanaharibu mazingira. Ndio kwanza wakiosha vyombo, wakifua, sawa, wakiosha vyombo, wakifua, wanachofanya hao kufanyaje? Wanachokifanya ni kwenda kumwaga maji katikati ya barabara, wanamwaga maji ile. Wakisha mwaga maji, gari zinapita. Gari zinapopita, kinachotokea ni nini? Ni kuchimbika mashimo katika zile barabara. Tunatengeneza, tunaharibu, na sio tunaona watu wanapita kuna kawaida tu, na wale ambao husika wala hawaambii, of course wala hawachukulia hatua, kiasi kwamba barabara zile tayari zimeshaanza kuweka nini, tumeshaanza kuweka mashimo. Tusiharibu mazingira. Mazingira yapo kwa ajili yetu sisi, kwa faida yangu na ya kwako. Ndugu zangu watukufu wa Islam, mambo ya kuzungumza ni mengi na muda hautoshi. Kwa ufupi, tujitahidi kulinda mazingira. Ni jambo la kawaida hivi leo kabisa. Kawaida nini? Yaani mtu nyumbani kwake huyu kaweka pila, kaziba njia, tusipite si na mikokoteni yetu.